Mheshimiwa Spika, kinachofanyika katika maeneo ya Mlandege sio zuio kama inavyotafsiriwa, bali ni usimamizi bora wa maegesho ya muda kwa wananchi, wakiwemo wafanya biashara katika maeneo hayo wakati wanapoegesha vyombo vya usafiri ikiwemo magari. Hivyo, utaratibu huo haulengi kuwaumiza wananchi wote wakiwemo wafanyabiashara, bali ni kuweka mazingira bora ya uwekaji vyombo hivyo. Mheshimiwa Spika, B, kama nilivyotangulia kueleza katika jibu langu kifungu A, kuwa lengo la utaratibu huu sio kuleta usumbufu. Hivyo, tathmini ya serikali italenga zaidi kuimarisha utaratibu mzuri wa uegeshaji vyombo vya moto katika maeneo haya ili kutokuwakwaza au kutokuwaumiza wananchi wanaofika katika maeneo hayo kwa lengo la kupata huduma. Mheshimiwa Spika, kama nilivyotangulia kueleza tena kifungu A na B la suala hili na maelezo ya utangulizi ya swali hili, kauli ya serikali ni kwamba uegeshaji sahihi ni ule unaofuata sheria na kanuni kwa eneo lolote, ikiwemo maeneo ambayo maegesho hufanyika katika maeneo ambayo wamiliki wa vyombo ni maeneo yao wanayoishi. Hivyo, nitumie nafasi hii kuzitaka mamlaka zetu za serikali za mitaa kufuata sheria zaidi ili kutoleta sitofahamu kati yao na wananchi, na ikithibitika wanatekeleza majukumu yao kinyume na sheria, tutachukua hatua za kisheria dhidi ya mtendaji au watendaji anayefanya hivyo. Naomba kuwasilisha. Asante Mheshimiwa Jaku Hashim Ayub, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu ya Mheshimiwa Waziri ya kusikitisha, na nitasema kwa sababu hiyo. Mheshimiwa Waziri, kwa mujibu wa sheria ambayo ndio iko juu, sheria namba 7/2003 inamtaka waziri wa usafirishaji kutangaza maeneo kwenye gazeti rasmi. Hata hapo Mheshimiwa Waziri, uteuzi wako umetangazwa kwenye gazeti rasmi, uteuzi wako haukutangazwa kwenye gazeti la Zanzibar Leo. Lakini kama haitoshi, la pili, wakati ulimo ndani ya baraza 2014, Mheshimiwa Haji Omar Heri na serikali ndio hii moja aliziondosha parking maeneo ya Mlandege kwa kuwa zimekiuka sheria, na kuomba kwa kaina na sheria wako, wewe ni waziri msomi, mkaangalie kifungu hichi. Asante Mheshimiwa Spika. Hilo si swali, naona kama haya. Mheshimiwa. Mheshimiwa Spika, ushauri na upokea Mheshimiwa Jaku. Katibu, wizara inayofuata.